Mambo vipi internet, karibu Maxtech TV. TV show ambayo inataka kuanzisha beef na malobot ya mwaka 2050. Okay, sasa watu wanaamini binadamu wa sasa hivi anaishi kwenye dunia ambayo ametengeneza kitu chenye akili kumliko yeye mwenyewe, na cha ajabu hata ajui hiki kitu kinafanyaje kazi. Of course hapa tunaongea kuhusu AI au wabongo wanavyoiita akili mnemba. Sasa leo tutacheki, je, ni kweli AI ina akili kuliko binadamu? Na je, siku moja AI itaweza kuwa na ufahamu kama ambao anao binadamu? Sasa kabla tujajibu hili swali, tupia like, drop comment yako hapo na usisahau kusubscribe kwa channel yetu ya Maxtech TV. Hii ni playlist ya Tech in 8. Ni video ambazo najaribu kueleza concept za sayansi na teknolojia kwa muda usiozidi dakika 8 ili nisikuchoshe na nisijichoshe mwenyewe. Karibu tule concept. Sasa utakuwa umesikia nimesema binadamu bado hajui AI inafanyaje kazi, lakini hiki kitu bado hakijamzuia binadamu kuitumia AI wala hata kuitengeneza. Lakini ukiwauliza watu watakwambia kwamba Max, AI sinafikiri kama binadamu tunavyofikiri. Kwa nini nikiuliza swali inaniambia thinking, alafu nasubiria kidogo ndo inaniambia jibu la swali langu ambalo nimeiuliza hii AI? Sasa wakiniuliza mimi, wewe unadhani AI inafikiriaje? Mimi nawaambia sijui exactly AI inavyofikiri, lakini sidhani kama inafikiria kama binadamu anavyofikiria. Lakini hivi karibuni watafiti wameweza kutengeneza njia ya kuangalia hizi AI zinafikiriaje haswa, na nadhani njia inajibu maswali ya watu ambao walikuwa wananiuliza. Hawa ni watafiti kutoka kwenye kampuni inaitwa Anthropic. Sasa kama unapenda kutumia AI, utakuwa umeshatumia AI yao moja. Hawa Anthropic ndio wanatengeneza AI moja inaitwa Claude 3.5 Haiku. Na ndio hii AI walioifanyia utafiti na kuweza kutengeneza hii pepa ambayo ndo mimi leo ninaitumia kutengenezea hii video. Okay, hii pepa yao walioiachia inaeleza ni namna gani walivyoweza kutumia njia mbalimbali kuangalia AI inavyofikiri ndani. Sasa na njia ya kwanza walioweza kuitumia kuangalia AI inafanyaje kazi ni njia inaitwa attribution graph. Yaani walikuwa wanaangalia vitu mbalimbali ndani ya model ya AI, na hivi vitu vinaitwa cluster, jinsi gani hivi vitu vinavyowasiliana ili kuhakikisha kwamba vinakupa jibu sahihi kulingana na swali ulilouliza. Okay, hii njia mimi kuielezea kwa Kiswahili ni kama inakuwa ngumu sana, sababu hii pepe iliweza kuelezea hii njia kwa Kiingereza. Kwa mimi naona njia bora ili kuwafanya watu waweze kuelewa ni namna gani AI inavyofikiria au inavyofanya kazi. Sasa huu mfano ni swali ambao hii AI iliulizwa, na hili swali linasema kwamba the capital of the state containing Dallas is. Hili ni swali ambao hii AI iliulizwa na ilikuwa inatakiwa kujibu. Sasa tunajua tayari AI imelishwa vitabu vingi kweli, maneno ambayo tunaandika online na vitu vingine vingi kweli. Lakini sasa ili kupunguza kazi ya kompyuta ambayo inatakiwa kufanya kukariri kila neno ambayo imewahi kuonyeshwa, kitu ambacho AI inafanya ni kuyapa haya maneno token. Kwa hiyo AI kitu ambacho inakuwa inafanya ni kukariri hizi token na sio kukariri haya maneno yote. Sasa kwa mfano neno nakupenda, AI inaweza ikaliwakilisha hili neno kwa token ya 0.1. Kwa hiyo kila nikisema nakupenda, moja kwa moja AI yenyewe inaona kama hii ni token ya 0.1. Sasa kwa mfano nikiipa AI swali lenye hili neno nakupenda, moja kwa moja itaenda kwenye memory yake na itaangalia token ya 0.1 iko wapi. Alafu tena itaangalia kwenye hii token ya 0.1 kwenye sentensi mbalimbali hii token ilikuwa imeungana na token gani. Sasa ikiona kwenye sentensi nyingi neno nakupenda huwa linafuata na neno lingine sana, yani hii ni token nyingine labda 0.2. Kwa hiyo moja kwa moja AI itajua kwamba kitu ambacho natakiwa kumalizia hapa ni sana. Kwa hiyo itaongeza token ya 0.2 pale na itakupa jibu kwamba ninakupenda sana. Kwa hiyo kitu ambacho AI imefanya hapa ni token prediction, yani imetabiri token gani inafata baada ya token ya neno nakupenda. Kwa hiyo imetabiri ni kitu gani kitafata mbele, yani imefanya token prediction. Sasa tukirudi kwenye ile swali ambayo AI imeulizwa kwenye ile pepa ambalo lilikuwa linasema kwamba the capital of the state containing Dallas is. Kujibu hili swali, hii Claude AI kwanza inachukua hili neno capital, inaangalia token yake ni ipi. Yani kitu inachofanya ni kuangalia hili neno kwenye sentensi mbalimbali lilikuwa linatumiwaje.
Hebu check, hizi zote ni sentensi ambazo hii Cloud AI inajaribu kuziangalia na kuona ili neno capital limetumiwaje kwenye hizi sentensi. Yani sentensi nyingi kweli. Alafu tena inaenda kucheki token ya Dallas au neno la Dallas na lenyewe limetumiwaje kwenye sentensi mbalimbali. Sasa hapa kwenye hili neno la Dallas inaona kabisa hili neno la Dallas huwa lapenda kutumiwa na neno lingine la Texas. Kwa hiyo moja kwa moja AI tena inaenda kwenye token ya Texas, japokuwa kwenye swali lako hakuna neno Texas, lakini kwa kuwa imeona kwenye sentensi ambazo ilikuwa inaangalia kwenye neno Dallas huwa kuna neno Texas. Kwa hiyo moja kwa moja AI inaenda kuangalia hili neno Texas na lenyewe liko kwenye sentensi gani. Sasa huko kwenye token ya Texas ndipo inapata jibu la hili swali. Kwa hiyo moja kwa moja AI inajibu jibu la kweli ambalo ni Austin. Sasa swali ni je, hivi ndio binadamu anafikiria kweli? Sasa hebu tucheki ni namna gani AI inavyosolve hesabu. Kwa mfano ukiipa swali la hesabu inawezaje kufanya hii hesabu? Okay, sasa mfano waliotumia hapa kwenye hii paper waliipa hii AI ya Cloud swali la 36 jumlisha 59 jibu lake ni nini? Hii AI ya Cloud kitu cha kwanza ilichofanya ni kuangalia token zenye namba zote zinazoanziwa na 30 na zile zinazoishia na 6. Na hivyo ndio ikafanya kwenye hii namba ya 59. Sasa check ilipozipata hizi namba ikaanza kuangalia kwenye paragrafu mbalimbali, sijua ni maneno kutoka wapi, lakini humu ndo ikaanza kuangalia ili kuona mfano wote ule wa jinsi gani hizi namba zilivyojumlishwa. Kwa mfano ilikuwa inaangalia jinsi gani 6 ilivyojumlishwa na 6 au 3 ilivyojumlishwa na 5 na majibu yake yalikuwaje. Na mwisho ikaangalia mifano yoyote ile ambayo ina namba kama hizi na kuona namna gani ziliweza kujumlishwa. Na sasa baada ya kuona hii mifano, hii AI ikaja na jibu 95 ambalo hili ndio jibu la kweli. Sasa unaweza ukaona kabisa hapa AI haijasolve hesabu, imeangalia tu mifano kulingana na sentensi mbalimbali ambayo imewahi kuziona ndipo ikapata jibu. Hii sio njia ya kusema kwamba hii AI imesolve hesabu, hapana. AI haijui hesabu. Tungesema binadamu atumie hii njia ya AI kusolve hesabu, vichwa vyetu vingekuwa vimebasti tayari, sababu hii njia inahitaji memory kubwa sana. Sasa ili kuamini AI haina akili wala ufahamu wowote ule, hawa wanasayansi waliuliza hii AI, hebu tuambie jinsi gani ulivyoweza kusolve hii hesabu. Sasa cha ajabu AI ikawaambia namna binadamu ambavyo angesolve hii hesabu angefanya, yani kujumlisha namba moja moja, kukeli, yani kubeba namba nyingine na kuipeleka upande wa pili. Hiki ndio kitu ambacho AI ilikuwa inasema, lakini tumeona kabisa hiki sio kitu ambacho hii AI imefanya. Kwa hiyo inamaanisha hata ijui kitu gani imefanya, lakini kitu ambacho inatuambia hapa kulingana na swali ambayo imeulizwa yenyewe, kitu ambacho imefanya imeenda kwenye ile token prediction, imetabiri jibu ambalo linatakiwa kuwa hapo. Hii inatuambia AI haina uelewa wowote ule. Sasa na kitu kingine ambacho hawa marisacha waliweza kufanya ambacho kinatuambia AI haina uelewa wowote ule ni namna gani AI ilivyo rahisi kuidanganya, yani kuiambia ikwambie vitu ambavyo imekatazwa kukwambia. Hii huwa inaitwa jailbreak, yani kuilazimisha AI ikupe maelekezo ya vitu ambavyo imekatazwa kukwambia. Kwa mfano ukiambia AI ikupe step au njia mbalimbali zinazotumika kutengeneza bomu, haiwezi ikakwambia kitu, itakwambia imekatazwa kukwambia hiki kitu. Na hii ni kwa sababu umeiambia direct. Lakini vipi ukiandika sentensi ambayo herufi yake ya mwanzoni ya kila neno ukichukua ukaiunganisha pamoja, utapata lile swali ambalo ukiuliza AI mwanzoni haikujibu kabisa, lakini kwa kuwa umeandika paragrafu ndefu kweli, na hii paragrafu ukichukua neno moja moja kwenye hii paragrafu, herufi yake ya mwanzoni ukiunganisha pamoja itakupa lile swali ambalo AI imekatazwa kukwambia. Sasa ukiambia AI hebu chukua herufi moja moja kwenye kila neno ambalo lipo kwenye hii paragrafu, alafu niambie hilo swali ambalo limejitokeza hapo, majibu yake. Sasa AI haitakunyima kitu, itakwambia kila kitu kutokana na hilo swali. Sasa hii ni trick ambayo kwa akili ya binadamu ni rahisi kukamata, lakini kwa kuwa hii ni AI, yenyewe kazi yake ni kufanya token prediction, kutabiri token inayofuata ni ipi. Sasa hii njia ya AI kufanya kazi au tuseme kufikiria haina ufanisi, ndio maana utasikia data center za AI zinazozidi kutengenezwa kote duniani zinatumia umeme mwingi kweli, hadi kuna sehemu watu wameamua kugoma kabisa
Yani wameandamana barabarani, hawataki AI data center zijengwe karibu na miji yao, sababu wanahisi hizi AI zitamaliza umeme wao wote na wao watakosa umeme. Na hata ndio maana makampuni mengine makubwa yamepanga kuanza kuzalisha umeme ambao utakao tumiwa na hizi data center za AI utoke kwenye nguvu za nyuklia ili kuzuia kuipa kazi grid ya taifa. Kwa hizi AI zinatumia umeme mwingi kweli. Na kitu kingine ambacho AI zinatumia sana ni maji ya kupooza hizi mashine. Sasa ni jambo la ajabu ukiona akili ya binadamu inatumia umeme chini ya wati 20. Unajua umeme ambao unaweza kuutumia kuwasha bulb ya energy saver. Lakini mambo ambayo akili inaweza ikafanya, AI haiwezi ikafanya kabisa. Kwa mfano hiki kitu kinaitwa ufahamu au conscious. Hiki ni kitu muhimu sana kwa binadamu kuweza kusolve matatizo mengi kweli. Japokuwa memory yetu ni utopolo, lakini inatusaidia sometimes. Lakini mimi kitu pekee ambacho sikipendi kuhusiana na akili zetu ni hisia. Hizi hisia zilitoka wapi? Kwa nini hata tunapata hisia? Na hizi hisia ndo zinatutesa kweli. Okay, asante sana kuangalia hii video. Nimekuwekea video zingine hapo za TechNet, unaweza ukazicheki baadaye. Bye bye.